rasmi, kata ya Milale tuna upungufu wa walimu 68 katika shule za msingi na walimu 26 kwa shule za sekondari. Lakini pia Mheshimiwa mgeni rasmi, tuna upungufu wa madawati 552 kwa shule za msingi, lakini nyumba za walimu 84. Upungufu mwingine ni kwenye matundu ya vyoo 140 kwa shule za msingi na matundu 16 kwa shule za sekondari, yakiwemo ambayo tuliyokuomba hapa. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa kipindi cha mwaka 2021-2025 kata ya Milale imepata jumla ya fedha bilioni 1,647,306.33 kwa ajili ya kufanya ujenzi wa vyumba vya madarasa, ujenzi wa nyumba ya mwalimu 2-in-1, lakini pia kufanya ukarabati na ukamilishaji wa miundombinu mbalimbali ikiwemo madarasa. Lakini pia katika fedha hizi kubwa tunakumbuka ujenzi wa shule ya sekondari Ingili mwaka 2023 kwa thamani ya shilingi milioni 584,280,028. Katika fedha hizi, Mheshimiwa mgeni rasmi, jumla ya madarasa 45 mapya yamejengwa kata ya Milale kwa kipindi hicho 2021-2025. Kumsahau aliyekuwa mbunge wa jimbo la Rorya, lakini pia mgombea ubunge jimbo la Rorya mwaka 2025, kwani kupitia mfuko wake wa jimbo kata ya Milale mwaka 2024 lakini pia 2025 tumepokea jumla ya fedha milioni 6,100,000 ambazo tumezitumia kwa ajili ya kufanya ukarabati wa matundu ya vyoo shule ya msingi Ingri, lakini pia tumetumia kununua madawati 15 shule ya msingi Kiaembwe, na shilingi milioni 2,400,000 zipo kijiji cha Sudi, ambapo milioni 1,200,000 alituwezesha ama aliwawezesha wananchi wa kijiji hicho kufanya ukamilishaji wa vyumba viwili vya madarasa, ambavyo baadaye wewe kupitia halmashauri yako mwaka huu ulitoa fedha shilingi milioni 26. Mheshimiwa, tunakushukuru sana. Nistiki kwenye risala ya wanafunzi wa shule hii, lakini pia kwenye risala ya mkuu wa shule kwenye issue ya matundu ya vyoo, ambayo tumekuomba matundu 5 yenye thamani ya milioni 10,500,000. Hatutamani kukuelekeza kwamba utopatie zote, lakini tunatamani ambapo utakapoweza, lakini tuweze kupata vyoo hivyo matundu 5. Kwa hiyo ukiweza yote, sisi tunasema hello. Lakini pia ili kuonesha kwamba na sisi Milale tunakuunga mkono, watumishi wenzangu wa kata ya Milale, niliwaambia mkono mtupu haurambwi, na sisi pia tunakuunga mkono, ambapo watumishi hawa, Mheshimiwa mgeni rasmi, mpaka tunapozungumza sasa nina fedha cash 654,000 ambazo wamezichanga. Ndugu mgeni rasmi, sisi wakuu wa shule kazi yetu kubwa ni kusimamia taasisi zetu za elimu, hasa kwenye kipengele cha elimu, ili kuinua taaluma. Kila tunapokutana, wimbo wetu mkubwa huwa ni namna gani tukafanya kwenye vituo vyetu ili taaluma kwa kila mmoja, kwa maana kila shule, ili tuweze kuinua zaidi. Lakini tunayo malengo kama wilaya, kwa maana ya TAOSA. Azimio letu kubwa ni kuhakikisha watahiniwa wote wanafaulu mtihani ulioko mbele yao. Kama ni kidato cha 4, kauli yetu wana Rorya, kwa maana ya TAOSA, ni kuhakikisha tunafuta ufaulu wa daraja 0. Na nina matumaini makubwa kwa muda wote ambao umeutumiwa mkiwa shule, matokeo yake tutayaona, kwa maana mtapata division 1. Labda wachache watapata division 2. Kwa sababu hata walimu walivyoitwa pale mbele wamesema wao ni majemedari, ni makamanda. Sasa ule ukamanda tutauona kwenye matokeo yenu nyinyi. Sasa msiwaangushe walimu wenu. Sio kazi ndogo. Na nadhani katika taaluma ambazo zinatakiwa kuheshimiwa sana dunia mzima ni walimu. Sijajua kwa nini sheria ikaitwa noble profession. Yaani taaluma iliyotukuka. Sijui kwa nini, lakini kwangu mimi walimu ndio noble profession. Kwa sababu anambadilisha mtu wa kawaida akawa mwanasheria, akawa daktari, akawa rubani.
kila mwaka asilimia ile ya ufaulu inaongezeka, lakini ni kazi nzuri ambayo inafanywa na walimu. Hongereni sana walimu. Lakini pia mwenyekiti wa bodi kazungumza, kuna changamoto ambazo zimeelezewa pamoja na yale mafanikio, lakini mimi nitabase sana kwenye changamoto kwa sababu zimeelekezwa moja kwa moja kwangu. Kuna changamoto ya miundombinu chakavu, nimeiona pamoja na maboma ambayo hayajakamilika. Kwenye bajeti ya 2025-26 ambao mwaka huu tuliokuwa nao, tumetenga fedha kwa ajili ya ukamilishaji wa maboma ambayo hayajakamilika na ile miundombinu chakavu. Kwa hiyo majengo yote ambayo ni makongwe yatarekebishwa ndani ya mwaka huu wa fedha. Sijajua kwa Milale ni majengo mangapi. Afisa elimu atafuatilia kujua kwa shule ya sekondari Milale ni majengo mangapi ambayo yako kwenye budget yatafanyiwa ukarabati. Kuhusiana na maabara ya fizikia pamoja na kemia, ili ninalichukua kwenye budget ya mwaka wa fedha ujao, tutaweka kabisa hiyo kiasi cha fedha tutatenga kwa ajili ya kujenga maabara ya fizikia pamoja na kemia kwa shule ya sekondari Milale. Mmeelezea pia changamoto ya vitabu vya kiada na ziada, ili nalichukua mimi kama mimi, sio kama mkurugenzi. Yaani mimi kama mimi, mwalimu utaandaa mahitaji kwa maana ya gharama hivyo vitabu, alafu utanipatia, alafu mimi nitawezesha hivyo vitabu vipatikane. Asante, makofi mengi sana. Pia kwenye risala imeelezwa changamoto ya vyoo na mwenyekiti kaisisitizia sana na nimeviona, na kwa maelezo ya afisa elimu kata kaeleza kwamba kuna mchango ambao walimu wamechanga, na shukuru na pia nawapongeza. Lakini kwa nafasi yangu kama mkurugenzi tutaleta shilingi milioni 5. Makofi mengi sana. Jamani, tuna shilingi milioni 5 sasa. Hatutoboresha kile choo, tutajenga choo kipya. Asante sana. Makofi ya kutosha tena. Kwa hiyo zile taratibu za kawaida, mtendaji ataandika barua ya kuomba hiyo kicho kiasi cha fedha ili kiletwe na hiyo kazi iweze kutekelezwa. Pamoja na hicho ambacho kimechangwa na wafanyakazi kitaongezewa kwenye hiyo milioni 5. Pamoja na jitihada kubwa ambayo inafanywa na serikali ya awamu ya 6 ambayo iko chini ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kuboresha utoaji wa huduma ya elimu, fedha nyingi zinaletwa kwa ajili ya kuboresha miundombinu ya elimu. Lakini kama tunavyojua, serikali peke yake haiwezi katatua changamoto zote zikaisha kwa mara moja. Kuna miradi ambao tunapata fedha za walimu kama GPE, nafikiri Lens. Kwa mwaka wa fedha uliopita tulipata fedha tukajenga kwenye kata ya Kiang'ombe nadhani. Sina hakika mwaka huu tutapata fedha kwa ajili ya wapi, nategemea na bajeti ilivyo. Lakini kupitia mapato ya ndani pia halmashauri tunatenga kiasi cha fedha kwa ajili ya kusaidia ujenzi wa hizi nyumba kwa baadhi ya maeneo. Kama nilivyoeleza awali, serikali imedhamiria kuboresha utoaji wa elimu na tunapata walimu ajira mpya kama ambavyo umeelezwa kwenye taarifa ya afisa elimu. Idadi ya walimu ambao tumeletewa kwa mwaka jana na mwaka huu, kwenye changamoto imetajwa moja kwa moja kwa maana ni walimu wa masomo ya sayansi. Ili nalichukua, na ajira mpya yote ambayo itakuja sasa hivi kipaumbele itakuwa ni Milale wapate walimu wa sayansi 4. Kwa hiyo dio afisa elimu sekondari utanote, tukipata ile ajira mpya utaangalia walimu wa sayansi wasiopungua 4 waje Milale sekondari. Natoa wito kwenu, jitihada zote ambazo serikali inazifanya kuboresha utoaji wa huduma ya elimu inalenga kujenga jamii ambayo imeelimika, na hii miradi mingine ya maendeleo ambayo tunaileta kwenye maeneo yetu tuunge mkono. Pale ambapo tunapaswa kuchangia, basi tutoe nguvu zetu au michango yetu kuwezesha hiyo miradi inakamilika. Naitwa Mwalimu Kirunga Shala, afisa elimu kata ya Milale. Kwanza nichukue nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha kufanya mahafali ya 15 ya wanafunzi katika shule ya sekondari Milale. Lakini pili, niwashukuru sana watumishi wenzangu wote wa kata ya Milale, walimu, maafisa watendaji, maafisa kilimo kwa kushiriki kwao katika mahafali hii. Lakini pia kwa namna ya pekee sana kwa dhati ya moyo nimshukuru mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Rorya, Mheshimiwa Abdul Omar Mtaka, wakili msomi, kwa kutatua changamoto ambazo zimetesa shule hii kwa muda mrefu. Shule hii ilikuwa na changamoto ya kukosekana kwa vyoo matundu 5,
ya wavulana, lakini leo ameweza kutukabidhi fedha shilingi milioni 5 ambazo tunakwenda sasa kuzitumia katika ujenzi wa vyoo hivyo. Lakini kwa namna nyingine pia niwashukuru sana watumishi wote wa kata ya Milale, kwani kupitia wao wamejichanga kwa fedha zao na kuchangia shilingi milioni 1 na hivyo kufanya fedha ya mradi huo kuwa milioni 6. Lakini pia niwashukuru sana wazazi wa wanafunzi ambao wameshiriki katika mahafali hii, pia na wao wameshiriki kwa namna moja ama nyingine, wamechangia tofali, wamechangia simenti. Niwashukuru sana wazazi hao, niwaombe wazidi kujitolea, wazidi kuipenda shule hii. Lakini mwisho niwaombe watumishi wenzangu kwa hili ambalo amelifanya mkurugenzi mtendaji wa wilaya ya Rorya, tunayo kila sababu ya kumlipa matokeo mazuri, matokeo chanya katika idara zote, idara za kilimo na hata sisi ambao ni walimu kwenye sekta ya elimu, tuhakikishe ufaulu wetu unapanda, unafikia 100%. Kwa majina naitwa Isaya Joshua Obunga wa kijiji cha Riagoro, kitongoji cha Saro, mtaa wa 5. Kwanza nipende kutoa shukrani ya dhati kwa mkurugenzi wa wilaya kwa maneno aliyoyasema, kwa kusisitiza elimu pamoja na kusimamia maendeleo ya kata pamoja na wilaya yetu kwa ujumla. Nimshukuru sana kwa kujitolea thamani ya shilingi milioni 5 kwa ajili ya ujenzi wa choo. Hivyo sisi kama wananchi pamoja na wazazi tumeshukuru. Kwanza tena nimshukuru afisa elimu kata Bwana Kilungwa kwa kazi anayoifanya kuhamasisha walimu pamoja na viongozi wote wa mashule ya msingi pamoja na sekondari kwa kazi wanazozifanya. Huwa tunashukuru sana kwa jitihada zake na Mungu ampe baraka. Kwa majina naitwa Doris Morris. Ninatoa shukrani zangu za dhati kwa mgeni rasmi aliyefika hapa ambaye ni mkurugenzi wetu wa halmashauri ya Rorya. Ametuchangia fedha kiasi cha shilingi milioni 5. Ingawa ametuchangia, bado tuna upungufu wa vyoo vingine na madarasa, vile tuna uhitaji wa madarasa na maabara. Tunaomba wadau waweze kujitokeza wengine ili wazidi kutuchangia ili shule yetu ya Milale iweze kuendelea vizuri, iwe ni Milale ya viwango na Milale ya furaha. Mimi ni Zefania Kikumu. Mimi ni mwenyekiti wa bodi ya sekondari ya Milale. Tumempata mkurugenzi mtendaji wa wilaya ya Rorya amekuja katika mahafali haya, kitu ambacho sio kawaida. Kwa hiyo pamoja na yale ambayo amezungumuza, tulikuwa tuna pungufu ya choo, mapungufu ya maabara, mapungufu ya nyumba za walimu, hata madarasa mengine yamebomoka, lakini ameahidi katika choo kwamba atatupa milioni 5 kwa ajili ya kukamilishia hii choo ambayo sasa hivi iko katika ujenzi na inaendelea. Kwa hiyo tunashukuru sana, hasa ujio wa mkurugenzi. Nimeshukuru sana kwa niaba ya shule, kwa niaba ya wajumbe wa bodi, kwa niaba ya wananchi. Natoa shukrani zangu za dhati sana, kwa maana ni kitu nadra sana. Mimi kwa jina naitwa Alfred Ongonga, ni mkazi wa kijiji cha Riagoro. Nimeshukuru sana kwa sherehe hii ya wahitimu wa Form 4 na ujio wa mgeni rasmi ambaye alikuwa ni mkurugenzi wa wilaya ya Rorya. Ametoa pesa ambayo ilikuwa ni changamoto ya choo shuleni. Tulikuwa na upungufu wa choo hapa shuleni. Sasa mgeni rasmi amekuja, ametotolea milioni 5 na imetusaidia sisi kama wadau na wananchi wa Milale. Nilikuwa naoni kuwa tuongezee walimu wa sayansi mashuleni ili watoto wapate elimu nzuri, na vile pia madarasa pia yawepo na ili watoto waweze kujisomea sehemu nzuri.